watu ambaye sio muhanga au mtu ambaye hana matatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo diakonia upo kwa ajili ya kusolve matatizo. Upo kwa ajili ya kutatua matatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajili ya kutatua matatizo. Kama ni kutatua matatizo, wewe una matatizo ya kiuchumi, una matatizo ya ndoa, una matatizo ya mtoto wako, una matatizo mbalimbali. Diakonia unakuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nyinyi ambao mmeletwa hapa, ni platform nzuri mno kuhakikisha kwamba mnasaidia watu wengine wapate neema ya kusaidika. Ndio kitu kikubwa. Na ndio Mungu anachokitaka kutoka kwetu. Msaidie mtu mwingine. Na Mungu anaenda mbali sana. Unapofanya uinjilishaji ndio unavyosaidia watu wengine. Ndio ambavyo unazaa matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa kuzaa kwetu matunda ni pale ambapo tuna uwezo wa kuwasaidia watu wengine. Kwa hiyo kwa maana nyingine, udiakonia ni zaidi ya huduma kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani udiakonia ni zaidi ya huduma kanisani kwa sababu inaenda mbali zaidi. Sasa niwaulize, katika maisha yetu tunayoishi kikawaida kabisa. Maisha yetu tunayoishi kikawaida kabisa. Je, wewe una mtazamo wa aina gani? Una mtazamo wa kuwa mshindi? Una mtazamo wa kuwa muhanga? Au una mtazamo wa kufeli, wa kushindwa? Wakati huo tukumbuke mtaani tunapoishi kuna wagonjwa wenye HIV tumesema hapo. Kuna wagonjwa wenye pressure. Kuna wagonjwa wenye kisukari. Kuna wagonjwa ambao wana magonjwa ya muda mrefu manake hawajiwezi. Ambapo sasa hawa watu miongoni mwao unakuta wana mtazamo wa kuto kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amesema mama kwamba kuna wakati ilifika mtazamo wako ulikuwa umeshuka chini, haelewi afanye nini. Ikiwa una mtazamo wa kuto kujua unapaswa kufanya nini, uweze kufanya kazi ya uinjilishaji kwa maana ya udiakonia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kumbe manake tunahitaji watu very smart hapa. Tunahitaji watu makini sana ambao wataenda kusaidia hii huduma iende mbele zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inahitaji usikivu mkubwa wa namna ya kutumia haya mnayoyapata hapa ili yaweze kuwasaidia. Vinginevyo hamtafanya. Sasa kinachojengeka ni nini? Ukiwa na mtazamo chanya, unajijenga katika msingi wa kujiamini. Sema kujiamini. Kujiamini. Mtu anayefanya vizuri katika maisha yake ni yule ambaye ana mtazamo ambao uko sawa sawa. Kwa hiyo ukiwa na mtazamo wa kujiamini, hichi tunachokisema hapa kitafika katika makanisa yetu yote. Na kwa waumini wako wanaokutarajia huko kitafika. Lakini ikiwa huwezi kujiamini. Sasa mwenyekiti hapa amesema kama wewe mwenyewe huwezi kujiamini katika msingi wa uchumi, wewe mwenyewe huwezi kujiamini katika msingi wa imani yako, huwezi kujiamini katika msingi wa maisha yako, hakuna utakachokifanya. Wewe utakuwa ni muhitaji. Muhitaji ni kama mwizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Muhitaji ni kama nani? Mwizi. Yaani muhitaji kila anachokiona anatamani kiwe chake. Ni kweli kabisa. Ukienda kugawa, huyu mgawaji ndo anaficha. Huyu hana sifa hata moja. Huyu hawezi kuzaa matunda. Hawezi. Tunataka watu ambao watazaa matunda ndani ya kanisa. Nimewaambia mimi nimefaidika sana semina yangu ya kwanza kuja kwenye diakonia. Yaani nimefurahia sana kwa namna ya platform ya diakonia. Ni njema sana. Yaani ndio kanisa la sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio kanisa la sasa. Yaani ukubali usikubali ndio kanisa la sasa. Kwa sababu kanisa la sasa sio kusimama kanisani kusubiri watu. Lazima tuende mbele zaidi kuona tunaibua watu wapi. Hakuna aliye salama. Watoto wetu ndio hao wanavuta bangi. Watoto wetu ndio hao wanajiuza. Wababa ndio hao wanakuwa na mitaa. Wakina mama ndio hao wanashindana na wanaume zao.
watu makanisani hawaeleweki. Sasa je, kanisa liko salama? Nini kinahitajika? Udiakonia. Kwa hiyo muone, mimi nataka niwafikirishe kidogo, muone ambavyo udiakonia ni njia mojawapo ya kulikomboa kanisa, njia mojawapo kubwa sana ya kulisaidia kanisa. Vinginevyo kanisa haliwezi kwenda, kwa sababu Mungu anasema hajaja kwa wale ambao tayari wako vizuri, ila wale wenye matatizo, si ndio? Wale wenye matatizo ni namna gani tunawasaidia kuwajenga ili waje kujua kweli ya Mungu kanisani. Kwa hiyo issue ya udiakonia sio kumsaidia mtu. Tunachokitaka kwa mtu, tunataka mtu abadilike vitu vinne. Mtu abadilike mtazamo, mtu abadilike fikra, mtu abadilike mawazo, ili huyu mtu awe na thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hivi vitu vikibadilika kwa Mkristo, huyu ni Mkristo imara. Mtazamo, fikra, mawazo, thamani, mtazamo, fikra, mawazo na thamani. Sasa hivi vitu vinne vinakuja vinajenga thamani ya mtu, kwa maana ya utu wa mtu. Utu wa mtu unajengwa na hivyo vitu. Sasa basi, tulio wengi tuna mitazamo ya kushindwa, tuna mitazamo ya kuwa wahanga, tuna mitazamo ya chini, na hakuna mtu aliyefanikiwa ambaye ana mtazamo mzuri. Yaani ukikuta mtu hawezi kufanikiwa, jua kabisa na mtazamo wa kushindwa. Na ukiwa na mtazamo wa kushindwa, huwezi kufaulu hata siku moja. Kwa hiyo kinachoanza kwa binadamu ni mtazamo. Na ndio maana ukisoma Biblia, kitu cha kwanza Mungu kumpa mwanadamu ni kumtengenezea mtazamo. Alisema kwa mfano, yana anamuumba mwanadamu kwa mfano na sura kama ya Mungu. Huo ndio mtazamo. Kwa hiyo Mungu anataka mwanadamu Mkristo ambaye atafikiria kama Mungu, atatembea kama Mungu, atakuwa na tabia kama za Mungu, atakuwa na akili kama za Mungu, na atakuwa na mipango kama ya Mungu. Huyu mtu ndio ana mtazamo sahihi. Sasa ni wakati sasa tumefika, tunahitaji uamsho mkubwa sana. Kanisa haliko sawa sawa. Tunahitaji kanisa libadilishe mitazamo. Tuwe na mitazamo mipya ya uamsho. Kanisa liwe sasa. Ila sasa kupitia nyie. Kwa hiyo udiakonia sio kazi ndogo. Bora kama uwezi useme hapa. Lakini mimi kwa mtazamo wangu na kwa namna nilivyoona, ni zaidi ya kazi ya uchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni zaidi ya kazi ya uchungaji, ni kitu kikubwa sana. Yaani uwafikie wale watu ambao wana kiu. Mama amesema kuna watu wana kiu. Neno la Mungu hawajawahi kulisikia. Ni nani wa kuwafikishia? Na mkumbuke miaka ya leo hakuna injili za nje, ni chache sana. Ni chache sana. Kwa hiyo kazi ni ya kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo mimi natamani sana kuanzia leo tuwe na mitazamo mipya. Tuwe na mitazamo mipya. Fikra mpya. Mawazo mapya. Tutajengeka kuwa na thamani. Na niwaambie siri iliyoko kwenu. Ikiwa ukajitengeneza kuwa mtu wa thamani, ikiwa wewe umeshakuwa mtu wa thamani, basi hata mawe yatakusemea uzuri wako. Watu wote watakusemea uzuri wako. Ila kujitengeneza kuwa mtu wa thamani ndio magumu sana. Sasa ni namna gani utakuwa mtu wa thamani kwenye kazi yako hiyo ya udiakonia? Moja, tengeneza umuhimu katika kazi yako hiyo ya udiakonia. Tengeneza umuhimu wako. Sasa kutengeneza umuhimu wako, manake lazima uwe na mipango kwenye kazi yako ya udiakonia, si ndio? Ukishakuwa na mipango, uipende hiyo mipango na weka ratiba ya namna ya kufanya hiyo kazi yako. Alafu kichwani ondoa ishu ya kupata fedha. Kazi ya kweli mara nyingi fedha inakuja baadaye. Yaani kazi ndio inaita pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unapofanya kazi vizuri kwenye hiyo kazi yako ya udiakonia,
sisi tutaanza kukusemea kama wewe unafanya kazi vizuri. Wachungaji wataanza kukusemea. Vile watu wengi wanapoanza kukusema kwa namna unapofanya vizuri, ndio mafanikio yako. Kwa hiyo mafanikio mazuri ya mwanadamu sio kupata pesa, ni namna ambavyo anajitengeneza kuwa mtu wa thamani. Jina lake linakuwa baraka kwa watu wengine. Watu wakisikia jina lake wanabarikiwa. Watu wakisikia jina lake wanahisi huduma. Watu wakimsikia huyu mtu wanafarijika. Hayo ndio mafanikio ya mwanadamu. Nitaomba niishie hapa kwa sababu ya muda. Amin. Kwa majina naitwa Chris Mzumbe. Wengi mtakuwa mnisikia nasikika Radio Baraka. Lakini pia kwa wale ambao wako kwenye makundi ya Moravian ya WhatsApp, kuna video zangu nyingi sana zipo. Ndio mimi. Karibuni sana na washukuru sana viongozi. Asante.